uwekezaji wa kimkakati kwetu, sio unaolenga kuongeza ufanisi wa taasisi na kuimarisha ukusanyaji wa mapato serikalini na utoaji wa huduma. Na kupitia mafunzo haya, kama nilivyozungumza, viongozi wanajengewa uelewa kuhusu matarajio ya serikali, wajibu wao katika kusimamia uwekezaji wa umma, misingi ya utawala bora, uwajibikaji, usimamizi, lakini jadi na taratibu zilizomo serikalini. Na uwekezaji katika maendeleo ya uongozi umechangia sana kuongeza ufanisi wa taasisi na kuboresha matokeo ya utendaji. Mara nyingi sana kitu kinachopimika haraka ni performance kama ya kifedha. Taasisi nyingi zimepunguza utegemezi serikalini. Taasisi nyingi zimeongeza kiwango cha faida zao na upana wa huduma wanazotoa. Lakini hata kwenye gawio la serikali kama tulivyozungumza siku chache zilizopita, kiwango chetu kimeongezeka kutoka shilingi bilioni 637 mwaka 2021 hadi shilingi trilioni 1.327 mwaka huu, ambayo ni 108%, lakini kwa uhalisia halisi kimeongezeka kutoka 637 mpaka trilioni 1.811 ambayo ni 76%. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa mgeni rasmi, kumekuwa na progress nzuri. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama ambavyo msajili wa hazina amesema, mwezi Julai huu ndio tumeanza utekelezaji wa dira 2050. Utekelezaji huu kwenye eneo letu sisi ni la kusimamia eneo la HR, ambapo viongozi hawa wanaenda kusimamia watumishi wengi kwenye maeneo yao ili kuhakikisha utekelezaji wa dira unaanza na unakuwa endelevu. Sasa lazima tuangalie mpango wa utekelezaji wa dira na mahitaji ya rasilimali watu katika taasisi zetu, lakini vile kwa kuzingatia vipaumbele vya nchi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tuna changamoto. Tumekuwa na utaratibu wa kawaida wa kutafuta ajira mpya kwenye taasisi zetu bila kuangalia vipaumbele. Sasa tunawashauri sana viongozi kwenye taasisi kwamba waje na vipaumbele kwenye taasisi zao ambavyo vitazingatiwa wakati wa kupanga mahitaji ya rasilimali watu. Tunajua kuna baadhi ya taasisi zina miradi ya kimkakati ya kitaifa na tunahitaji aina fulani ya rasilimali watu. Pamoja na shukrani zangu kwako Mheshimiwa mgeni rasmi, nashukuru pia Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora, Katibu Mkuu Mr. Mkomi, kwa ukaribu wako na ofisi hii ya msajili wa hazina na ushirikiano ambao umekuwa ukiutoa, ambao umewezesha mambo yaliyokuwa magumu kuwezekana, na wakati wote kutoa guidance inayohitajika kwa ofisi hii, kitu ambacho kimekuwa ni msaada mkubwa katika utendaji wa kila siku. Nashukuru pia Ofisi ya Uongozi Institute kwa weledi pamoja na ushirikiano wa muda sasa ambao umekuwa nao na ofisi hii, na najua kupitia ushirikiano huo ofisi hii imeweza kufanya mambo yake mengi kwa kasi. Hali isingekuwa hivyo, inawezekana kabisa, kama isingekuwa ikifanya kazi kwa karibu na ofisi yako. Mimi nimeshiriki kuandika hii dira, but actually the history will not judge me and our generation on the basis of the quality of the vision document that we have. We shall be judged on the basis of the results we are going to deliver. Kwamba dira ni nzuri sana, imeandikwa kisomi, imekaa vizuri 5, 10, 25 years ago. People will not judge me, will judge us on the basis of the quality of that document. We are going to be judged on the basis of the results. Si ndio? We are going to deliver. So msajili wa hazina, Mungu akubariki kwa kuja na hii this vision. Na Mheshimiwa Rais kila siku hata juzi kwenye siku ya gawe amesema kwamba sasa mipango jamani tunayo, sasa kitakacho tutoa ni nini? Action. Kwa hiyo niwaombe kwenye taasisi zenu, please action.
please results. This is, nitalisema baadaye kidogo. Make sure you find where knowledge is, and knowledge is kept in books. Read about your area. It is very embarrassing kwa kiongozi kuwa shallow kwenye eneo lako. You will be embarrassed. Na ukiwa shallow unaishia kutesa watu kwa sababu utakuwa mbabe. Nataka watu wakuogope on the basis ya madaraka ulionayo, not on the basis of the kazi ulionayo. Nataka watu wakimwona Kitila wamuone waziri kabla kumuona Kitila. Mjui mimi nimeingia hapa. Unajua mimi nani? Sasa sisi tuanze kulia kwa sababu gani? Lakini ili kuepuka hilo, huyo mtu ambaye ni mbabe kazini, jeuri, anatesa watu, ana cover a certain weakness. Na weakness namba moja kwa kiongozi, maarifa kidogo kuhusu kitu ambacho anakiongoza. Ukiwa na maarifa kidogo, itabidi uweke mabega juu ili wakuone. Wakiingia kwenye kikao, unaongea peke yako kwa sababu unajua wakiongea watakuchallenge. Wala maswali yao utaweza kuyajibu. Kwa hiyo the best, unaenda pale ni kutoa maelekezo. Na wenyewe ni wazuri, wanakwambia mheshimiwa waziri, tupo tayari kwa maelekezo. Kama ni wewe pale kiongozi, mheshimiwa mkurugenzi mtendaji, hao wanaitwa wakurugenzi watawala wazuri sana. Kikao chako hiki ni kikao chako, tupo tayari kwa maelekezo. Karibu. Na wewe unaanza kumwaga. Wakati umeteuliwa jana tu, wewe saa ngapi umejua haya mambo? So give room to other people. So that is only possible if you invest in terms of knowledge. So nadhani hiyo ni eneo muhimu. La mwisho, financial sustainability, ili mnalijua vizuri, na nadhani msajili wa hazina atawaeleza sana. Sasa kutumia muda mwingi hapo. Tunatarajia mtoe michango yenu, mlipe dividends, mlipe taxes za nchi. That is only possible if you guys are able, especially kama umetolewa kwenye shirika ambalo linatarajia kutengeneza faida ya hela. Tuone faida inatengenezwa. Nadhani hiyo ni eneo ambalo ni muhimu. La mwisho, Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.